Karibu mtazamaji wa Makumba International News, na leo hii tunataka tuiangalie kwa ufupi nyambizi hii ya Marekani ambayo imeelekea kule nchini Iran. Nyambizi ya nyuklia aina ya USS South Dakota SSN 790 imeenda maeneo ya Ghuba ya Uajemi. Sifa za nyambizi hii ya nyuklia ni kama ifuatavyo. Namba moja, inakaa chini ya maji kwa siku 90. Hapo ni sawa na miezi mitatu bila kutoka juu. Lakini sifa namba mbili, nyambizi hii inaendeshwa kwa nguvu ya nyuklia. Hii huifanya nyambizi hii iweze kubaki katika maeneo yake kwa muda mrefu bila kuhitaji msaada. Nyambizi hii yenye urefu wa mita 114, zaidi ya urefu wa kiwanja cha mpira wa miguu. Lakini sifa ya nne, nyambizi hii inaweza kukaa ndani ya maji kwa muda wa miaka 30 bila kuhitaji kuwekwa mafuta ya aina yoyote. Sifa ya tano, nyambizi hii inachukua jumla ya makombora 12 aina ya Tomahawk na kupiga umbali wa kilomita 2000. Pia ina kombora linalotembea. Sifa ya sita, nyambizi hii inachukua timu maalum ya makamanda zaidi ya 150 ambao wanaweza ishi humo kwa zaidi ya miezi mitatu wakipiga misheni zao ndani ya chini ya bahari. Pia inabeba makombora 26 aina ya torpedoes kwa ajili ya kuzilamba nyambizi na meli za kivita zinazojipendekeza mbele yake inapokuwa katika maji. Sifa ya nane ya nyambizi hii ina uwezo wa kupiga makombora yake mpaka kulenga umbali wa mita au kilomita 2000. Yaani yakishatoka yana uwezo wa kuanza kuzunguka hewani mpaka kuyafikia malengo au kuchagua yapige nini kati ya nini. Sifa ya tisa, pia nyambizi hii hutembea chini ya bahari kusafisha njia yote ili ile meli ya USS Abraham Lincoln ipite vizuri kabisa bila kupata shida. Kwa kifupi, unaweza ukasema nyambizi hii kazi yake kubwa ni kusafisha njia na ina uwezo wa kupambana na nyambizi nyingine ambazo ni anti-submarine warfare. Operation maalum inaweza kubeba na kutoa wanajeshi wa komando kama Navy SEAL wakiwa chini ya maji, ujasusi na uchunguzi wa kukusanya taarifa za siri. Na sifa nyingine ya nyambizi hii ambayo imepewa kwa jina na Dokta imetolewa kwa heshima ya jimbo la North na South Dakota nchini Marekani. Nyambizi hizi za Block IV kama USS Dakota zimeboreshwa sana ili kupunguza muda wa matengenezo pamoja na kuongeza muda wa kuwa kazini. Yes, hiyo ndo sifa au hizo ndio sifa za nyambizi hii ya Kimarekani almaarufu inayoitwa USS South Dakota SSN 709 ambayo imeelekea kule nchini Irani. Lakini licha ya sifa zote hizo kutoka kwenye nyambizi hizi au kutoka kwenye nyambizi hii, jeshi la Irani imeiamuru nyambizi hii na meli ya Lincoln zigeuze zirudi Marekani, kwani kama zitaendelea kubaki basi zinaweza kuzamishwa na kugawanyishwa vipande viwili. Tubaki kuangalia mzozo huu kwa sababu tayari kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei ameelekea kwenye msikiti uliopo katika maeneo ya Qum, na mara nyingi imekuwa kiongozi anapotoka na kuelekea kwenye msikiti huo basi huenda maamuzi ya vita huwa yanaanza. Kwa hiyo haieleweki, Ayatollah Khamenei anaweza kuamuru maamuzi ya vita yaanze au ni nini? Endelea kubaki hapa hapa Makumba International News. Wewe subscribe ili uendelee kupata habari nyingi zaidi. Makumba International News tunakuletea habari za uchumi, siasa za kimataifa pamoja na teknolojia.